Habari za wakati huu mwana maisha fresh, natumai hujambo. Karibu kwenye jambo la leo la Mei 20. Jina langu ni Piana Suleiman. Nami ni Irene Kishoma. Machache kati ya mengi utakayosikia jioni hii ni pamoja na haya yafuatayo. Jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga lathibitisha kifo cha mpiga picha ofisi ya mkuu wa mkoa huo pamoja na majeruhi 7 katika ajali ya barabarani iliyotokea Samuye, Shinyanga. Na binti wa miaka 21 mkoani Geita ashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kumfukia mtoto wake kichanga akiwa hai muda mfupi baada ya kujifungua. Migogoro yatatiza mapambano ya Ebola DR Congo. Na nahodha na mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Uingereza na klabu ya Manchester United leo ametembelea bungeni jijini Dodoma. Mwana maisha fresh, unaweza fuatilia jambo la leo mubashara kupitia tovuti yetu ya www.jambofm.co.tz, lakini pia unaweza kufuatilia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na TikTok kwa kuandika Jambo FM TZ, pamoja na YouTube kwa kuandika Jambo FM Radio Tanzania. Irene Kishiwa, tulianze jambo la leo na taarifa kutoka hapa mkoani Shinyanga, ambapo mpiga picha wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Shinyanga Boaz Martin amefariki dunia, huku waandishi wa habari Frank Mshana wa ITV na Radio 1 na Johnson James afisa habari wa mkoa wakiwa ni miongoni mwa watu 7 waliojeruhiwa katika ajali ya barabarani iliyotokea mnamo Mei 19, 2026 katika kata ya Samuye, halmashauri ya wilaya ya Shinyanga mkoani Shinyanga. Ajali hiyo ilihusisha gari aina ya Toyota Harrier lenye namba za usajili T210 EDB na Toyota Land Cruiser lenye namba DFPA lililokuwa limebeba waandishi wa habari pamoja na watumishi wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Shinyanga. Eunice Kanumba na taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari leo Mei 2026, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga SACP Janet Magomi amesema chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa Toyota Harrier aliyekuwa akijaribu kupita gari lililokuwa mbele yake bila kuchukua tahadhari, hali iliyosababisha kugongana na Land Cruiser hiyo na kutumbukia mtaroni. Mtu mmoja amefariki dunia na wengine 7 kujeruhiwa katika ajali ya barabarani iliyotokea Mei 19, 2026 katika kata ya Samuye, halmashauri ya Shinyanga, mkoa wa Shinyanga, baada ya gari aina ya Harrier lenye namba za usajili T210 EDB kugonga gari Toyota Land Cruiser Hardtop lenye namba za usajili DFPA 3920 mali ya shirika la Koika lililokuwa likisafirisha waandishi wa habari na watumishi wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Shinyanga na kusababisha kifo cha mtu mmoja aliyetambulika kwa jina la Boaz Martin, mpiga picha wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Shinyanga. Chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa gari aina ya Toyota Harrier iliyokuwa ikitokea Shinyanga kuelekea Tinde, likiendeshwa na mtu ambaye mpaka sasa hajafahamika, ametoroka, tunaendelea kumtafuta, akijaribu kulipita gari lililokuwa mbele yake bila kuchukua tahadhari, hali iliyosababisha kuligonga ubavuni upande wa kulia gari Toyota Land Cruiser lililokuwa likiendeshwa na Lawrence Peter mwenye umri wa miaka 34 na kutumbukia kwenye mtaro. Majeruhi katika ajali hiyo ni Koplo Swaiba Msangi, askari wa kituo cha polisi Shinyanga, Neema Madono, Rehema Edson, Shadia Omari, Lawrence Peter, Johnson James pamoja na mwandishi wa habari wa ITV / Radio 1 Frank Mshana. Majeruhi wanaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya hapa Shinyanga. Jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga linatoa wito kwa madereva wa vyombo vya moto kuzingatia sheria za usalama barabarani na kuacha tabia ya kuendesha kwa mazoea, kwani jeshi la polisi halitasita kuchukua hatua za kisheria kwa madereva, ikiwemo kuwafungia leseni na kuwafikisha mahakamani kwa watakaobainika kufanya uzembe. Jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga tunaendelea kumtafuta mtuhumiwa huyo, kwa sababu baada ya kufanya au kutokea ajali hiyo
alitelekeza lile gari ambalo tupo tunalishikilia. Kwa hiyo kupitia vyanzo vyetu tutahakikisha kwamba tunampata na kumfikisha kwenye vyombo vya sheria. Mimi ni Eunice Kanumba. Asante sana Eunice Kanumba kwa taarifa hiyo, na tumai pia kama si kuombea wale ambao ni majeruhi basi warejee katika uzima, na yule mwenzetu ambaye tayari amefariki dunia basi Mwenyezi Mungu ampumzishe pahala pema peponi. Amen. Amen. Lakini tunaamini pia ipiana kwamba alichokisema Kamanda Magome kwamba madereva tuchukue tahadhari hasa tunapokuwa barabarani ili kupunguza ama kumaliza kabisa hizi ajali zisizokuwa na lazima na kukatisha uhai wa Tanzania wenzetu. Sasa ni jambo la hapa Geita. Jeshi la polisi mkoa wa Geita linamshikilia na linaendelea kumchunguza Amina Shabani mwenye umri wa miaka 21, mkazi wa kijiji na kata ya Muungano wilaya Chato, kwa tuhuma za kumfukia kichanga kikiwa hai ndani ya shimo muda mfupi baada ya kujifungua. Taarifa zaidi na Ibrahim Rojala. Akizungumza ofisini kwake hii leo, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Safia Jongo, ameeleza hali halisi ya namna tukio hilo lilivyotokea. Kwa majina anaitwa kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Safia Jongo, kamanda wa polisi mkoa wa Geita. Mkoa wa Geita tunamshikilia mwanamke mmoja anaitwa Amina Shabani mwenye umri wa miaka 21, mkazi wa Chato, kwa tuhuma za kumfukia mtoto wake akiwa hai. Tukio hilo lilitokea tarehe 16. Binti huyo alijifungua mtoto wa kike na baadaye akaamua kuchimba shimo na kumfukia mtoto huyo. Siku ya tarehe 17 wananchi wa eneo hilo la Muungano wakawa wanasikia mtoto analia. Katika kufanya uchunguzi ndipo wakagundua kwamba kuna mtoto amefukiwa nyuma ya nyumba. Kwa hiyo walichukua juhudi na kufanya ufukuaji na hatimaye mtoto huyo alipatikana akiwa hai kwa siku hiyo ya tarehe 17 na alipelekwa hospitali ya Chato kwa ajili ya matibabu. Na kwa bahati mbaya siku ya tarehe 18 katoto hako kalifariki dunia. Mama huyo baada ya kugundua, wananchi wamegundua, alitoroka na juhudi zikafanyika na hatimaye alitiwa nguvuni. Mkoa wa Geita ni kati ya mkoa ambao una changamoto kubwa sana ya wimbi wa wahamiaji haramu. Kamati ya ulinzi na usalama kwa kupitia mwenyekiti wetu wa ulinzi na usalama Mheshimiwa Martin Shigera, tunao mkakati sasa hivi wa kupambana na wahamiaji haramu. Na operation kubwa inafanyika. Ndani ya mwezi wa 4 peke yake tumekamata wahamiaji haramu zaidi ya 450 ambao baadhi yao wamefungwa na hatua mbalimbali zinaendelea kuchukuliwa. Kwa nitoe wito kwa wananchi, wewe kama unamtunza mhamiaji haramu, hilo ni kosa kisheria. Tukikukamata tutakushtaki kwa kosa la kupokea na kumtunza mhamiaji haramu. Kwa hiyo tutafutane, tuchunguzane, kwa sababu asilimia kubwa anavyosema, naendelea kusisitiza, uhalifu unaofanyika mkoa wa Geita, wahamiaji haramu wanahusika kwa asilimia kubwa. Hata hizi vurugu ndogo ndogo zinazotokea za aina mbalimbali, ukikuta huyo mtu hana asili ya Geita, aidha ni muha ambaye na huko uhani kwao hana asili hiyo, au watajiita ametokea Kagera lakini uhalisia wake ni uhamiaji haramu kutoka Rwanda, kutoka Burundi, lakini pia tumekamata katika hayo makundi paka wahamiaji haramu kutoka Uganda. Kwa nitoe wito kwa wananchi kuendelea kutoa ushirikiano na jeshi la polisi kutoa taarifa za wahamiaji haramu, lakini pia jeshi la uhamiaji, kwa pamoja tunashirikiana kuhakikisha kwamba tunapunguza hili wimbi la uhamiaji haramu Geita. Kutoka hapa 106.9 Jambo FM mkoani Geita, mimi ni Ibrahim Rojella. Mwanamaisha Fresh unaweza kusoma zaidi taarifa hii kupitia tovuti yetu www.jambofm.co.tz na pia kupitia akaunti yetu ya Instagram @jambofm.tz. Na sasa ni jambo la hapa Dodoma. Katika kuhakikisha serikali inakabiliana na changamoto ya malipo ya fidia kwa wananchi waliopisha miradi ya maendeleo katika sekta ya ujenzi nchini, kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu imeishauri serikali kuharakisha malipo ya fidia kwa wananchi ambao ardhi zao zimetwaliwa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali. Ushauri huo umetolewa bungeni jijini Dodoma na mwenyekiti wa kamati hiyo Seleman Kakoso wakati akiwasilisha taarifa kuhusu utekelezaji wa majukumu ya kamati hiyo kwa fungu namba 98. Taarifa zaidi na Gideon Gregory.
Kamati hiyo imeeleza kuwa hadi kufikia Machi 24 mwaka huu, kiasi cha shilingi bilioni 30.6 sawa na 25.41 pekee ndicho kilikuwa kimelipwa kati ya shilingi bilioni 120 zinazodaiwa kama fidia kwa wananchi mbalimbali, hali ambayo imetajwa kusababisha malalamiko pamoja na kudumaza shughuli za kiuchumi kwa wananchi walioathirika. Kamati inashauri kuwa serikali iongeze kasi katika kulipa wananchi ambao maeneo yao yametwaliwa kwa mujibu wa sheria kwa ajili ya miradi ya barabara, viwanja vya ndege na vituo vya mabasi, ili waweze kutafuta mahali pengine pa makazi na kuendelea na shughuli zao za kiuchumi. Serikali ifanye tathmini ya kina kuhusu maeneo ambayo yanayohitajika na inayoweza kulipa kwa sasa, ikiwa ni pamoja na kuangalia uwezekano wa kurejesha baadhi ya maeneo kwa wananchi ili waweze kuyatumia katika shughuli za kiuchumi. Na serikali isizalishe madai mapya kwa kutoa maeneo bila kuwa na fedha za kulipa fidia kwa wananchi. Kwa upande wao, baadhi ya wabunge waliochangia kwenye bajeti hiyo wameiomba serikali kutatua changamoto za miundombinu ya barabara katika maeneo mbalimbali nchini ili kuboresha huduma za usafiri na usafirishaji. Ninashindwa kuwasaliti wananchi wa Lindi na Mtwara. Nikipitisha bajeti hii mimi nitakuwa msaliti. Ninaomba sana serikali, mkitaka nikubali bajeti hii ipite, wekeni fedha, tuanze hata kidogo basi, hata kilomita 5 basi. Wananchi wa Mwanza wamenielekeza ninapohitimisha bunge hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, nihakikishe ninarudi na barabara ya Mwanza Usagara, Mwanza Kisesa. Na kwa sababu na imani kubwa na Mheshimiwa Waziri, nina uhakika hutokubali nisalie Dodoma, na njia pekee ya kunirejesha Nyamagana ni kuhakikisha unaniwekea fedha kwenye barabara hii ya Mwanza Usagara. Barabara zetu zina hali mbaya. Tuna barabara nyingi zinahitaji kujengwa kwa lami, tuna nyingi zinahitaji ukarabati, na taarifa ya kamati inatuambia asilimia zaidi ya 30 ya barabara za lami tulizokuwa nazo muda wake wa kuishi umekwisha. Maana yake pamoja na maombi ya lami, tuna kazi kubwa ya ujenzi wa barabara hizi upya tena. Licha ya changamoto hizo, serikali imeeleza kuwa inaendelea kuimarisha usalama barabarani kwa kuweka taa katika barabara kuu za mikoa, ambapo jumla ya taa 5542 zimefungwa hadi sasa. Hili la taa za barabarani, waheshimiwa wabunge, tumelivalia njuga kwa uhakika. Nakumbuka simulizi moja ambayo niliipata kwa watani zangu wa Kisukuma, ambapo kwa mara ya kwanza mara baada ya taa zile za barabarani kufungwa kule Kigongo Busisi katika daraja la John Pombe Joseph Magufuli, kuna Msukuma mmoja alilala nje ya nyumba yake akidhani usiku haujaingia bado. Jumla ya taa 5542 zimewekwa katika barabara kuu na za mikoa. Katika mwaka wa fedha 2026-2027, Wizara ya Ujenzi imeliomba bunge kuidhinisha zaidi ya shilingi trilioni 2.5 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo, huku sehemu kubwa ya fedha hizo ikielekezwa katika ujenzi na uboreshaji wa barabara pamoja na madaraja nchini. Kutoka Dodoma, Gideon Gregory, Jambo FM. Asante Gideon Gregory kwa taarifa hiyo. Sasa ni jambo la kimataifa. Juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola unaoenea kwa kasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaendelea kukumbwa na changamoto za kiusalama kutokana na migogoro ya muda mrefu na shughuli za makundi yenye silaha. Waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wameanzisha utawala katika baadhi ya maeneo waliochukua kutoka kwa serikali ya Kinshasa, katika eneo ambalo tayari limeshuhudia mlipuko mbaya zaidi wa Ebola kati ya mwaka 2018 na 2020. Tangu kuthibitishwa kwa mlipuko huo mpya wa Ebola, serikali ya Kinshasa pamoja na mashirika ya afya kimataifa wamekuwa wakiongeza juhudi za kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo katika maeneo yaliyoathirika zaidi, hasa jimbo la Ituri mpakani mwa Uganda na Sudani Kusini. Jimbo hilo limekuwa kitovu cha mapigano ya mara kwa mara kati ya makundi yenye silaha, hali ambayo imewalazimu maelfu ya wananchi kuyahama makazi yao na kufanya juhudi za afya kuwa ngumu zaidi. Maafisa wa afya wanasema hadi sasa hawajakutana na upinzani mkubwa kutoka kwa makundi hayo yenye silaha, lakini bado kuna changamoto kubwa ya kuwafikia wagonjwa walioko katika maeneo yasiyo salama. Wakati huo huo, kusini mwa Ituri, maeneo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini yanaendelea kugawanywa na mapigano kati ya jeshi la Kongo na waasi wa M23 pamoja na washirika wao kutoka Rwanda. Na sasa ni jambo la michezo. Nahodha na mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Uingereza na klabu ya Manchester United, Rio Ferdinand, ametembelea bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jijini Dodoma na kuona shughuli na uendeshaji wake. Akiwa kwenye viunga vya bunge hilo, Rio amepokelewa na mwenyeji wake, waziri wa habari,
utamaduni, sanaa na michezo Paul Christian Makonda, ikiwa ni mwendelezo wa ziara yake inayolenga kuboresha sekta ya michezo na kuona vivutio vya kitalii. Rio imeipongeza serikali ya Tanzania kwa uwekezaji mkubwa wa viwanja vya michezo, ikiwa ni maandalizi kuelekea michuano ya AFCON 2027 na kwamba michuano hiyo itavutia watalii kutoka maeneo mbalimbali watakaopata nafasi pia ya kutembelea vivutio vilivyopo nchini ikiwemo mlima Kilimanjaro. Aidha, katibu mkuu wa wizara hiyo na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema kuwa ujio huo ni moja ya mikakati ya kuendeleza sekta ya michezo na kuvutia wawekezaji na wataalamu wa sekta hiyo hapa nchini. Huyu sasa anapeleka ujumbe duniani kwamba Tanzania ni nchi ambayo iko serious na michezo. Kwa hiyo unapokuwa na watu kama hawa ndani ya nchi yako na wanakuja kwa shughuli za michezo, moja, unafanikiwa sana kushawishi uwekezaji katika sekta ya michezo, na nchi yetu imekuwa na changamoto kubwa sana kwenye eneo la uwekezaji, miundombinu ya michezo, vifaa vya michezo. Kumbuka kwamba nchi yetu hatutengenezi vifaa vya michezo, tunaagiza kutoka nje, kuanzia jezi za wachezaji, viatu, mipira na vifaa vyote vya viwanja tunaagiza kutoka nje. Lakini pia tunahitaji wataalamu wa michezo ambao watakuja kuleta ujuzi wa namna ya kutengeneza. Mmeona wote tulipata changamoto ya Benjamin Mkapa pale. Wenyewe tulikuwa tunahangaika na uwanja lakini hatupate majibu. Tulipowaleta wageni kutoka nje, wamekuja wametengeneza Benjamin Mkapa, iko vizuri sasa. Kwa hiyo wachezaji kama hao wanapokuja, wanaongeza macho ya wadau mbalimbali wa michezo kuitazama nchi yetu na kuona namna gani tutanufaika. Na sisi tunapenda kwa sababu kwanza tunapata mitaji ya kuwekeza kwenye michezo, lakini pili tunapata wataalamu wa kuja kushirikiana nao kwenye michezo, lakini tatu tunatengeneza fursa kwa vijana wetu kunufaika na dunia, fursa zilizopo duniani katika michezo. Kwa haya ni manufaa makubwa, na kama kweli tumeamua kwenda na safari ya kutumia michezo kimkakati, ni lazima tufanye uwekezaji wa namna hii. Nahodha huyu na mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Uingereza Manchester United Rio Ferdinand anatarajiwa kuelekea jijini Arusha mara baada ya kumalizana na ziara yake bungeni, ambako jijini Arusha itakuwa ni kwa ajili ya kutazama vivutio vya utalii. Kila laheri kwake na tunamkaribisha tena na tena. Naendelee kuangalia vivutio vingi zaidi ili avutie watalii wengine wengi zaidi kufika hapa nchini kuona mambo mazuri yaliyoko nchini kwetu Tanzania. Hakika. Na hivi ndivyo tunavyoweka nukta jambo la leo Mei 2026. Miongoni yaliyosikika jioni hii ni pamoja na haya. Jeshi la polisi mkoa Shinyanga lathibitisha kifo cha mpiga picha ofisi ya mkuu wa mkoa huo pamoja na majeruhi 7 katika ajali ya barabarani iliyotokea Samui ya Shinyanga. Na kutoka mkoani Geita, binti wa miaka 21 ashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kufukia kichanga akiwa hai muda mfupi baada ya kujifungua. Kimataifa, migogoro yatatiza mapambano ya Ebola DR Congo. Rio Ferdinand atembelea bunge la Tanzania jijini Dodoma kujionea shughuli zake. Tunasema asante kwa kuungana nasi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jambo la leo, mimi ni Irene Kishewa. Jina langu ni Piana Suleiman. Endelea kuisikiliza Jambo FM.